Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Naamini unaendelea vizuri. Majina yangu Isaya Benson Mwakilembe, katika zile huduma 5 mwalimu wa neno la Mungu. Nataka kuangalia kauli hii ya waziri mkuu wa Israeli, taifa teule la Mungu ambalo tunaamini ni taifa teule la Mungu. Kauli yake aliyoitoa nasema Yesu hakuwa na faida yoyote hata juu ya Genghis Khan. Hii ni kauli ambayo imetoka kwenye kinywa cha waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, hasa kwenye huu wakati ambao ni wakati wa vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani au Waajemi. Maana Irani hii ndio wale Waajemi, kama tunavyosomaga Biblia katika kitabu cha Danieli kuwa ufalme wako umepimwa ukaonekana kuwa hauenei, kwa hivyo wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndio Waajemi wenyewe ndio hii Irani leo tunayoiona. Namba kwanza ni nukuu kauli ya waziri mkuu wa Israeli ambayo inasema hivi: waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametoa kauli yenye utata katika mkutano na waandishi wa habari Machi 19 mwaka 2026 wakati akizungumzia vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Marekani dhidi ya Irani. Katika hotuba yake, Netanyahu alinukuu maneno ya mwanahistoria Willy Durant kutoka kitabu chake cha Lessons of History akisema, historia inathibitisha kwa bahati mbaya na kwa huzuni kwamba Yesu Kristo hana faida yoyote juu ya Genghis Khan. Ikiwa una nguvu ya kutosha, ukatili wa kutosha na uwezo wa kutosha, uovu utashinda mema. Haya ndio maneno ambayo waziri mkuu wa taifa hili ambalo tunasema ni taifa la Mungu, taifa teule la Israeli ameongea. Hatuwezi kushangaa, ni kwa sababu Wayahudi kwanza hawamkubali Yesu Kristo. Hivi una habari kuna Wakristo wengi kwenye jamii za Wapalestina kuliko pale Israeli, kwa sababu Israeli Yesu Kristo hawamkubali na wanamuita ni mwana wa zinaa. Kwa hiyo haya ndio ambayo sasa ameyatoa. Kwa hiyo nafikiri tuna wale ambao waga tunaiombea Israeli. Mimi sikatai kuiombea Israeli, lakini Israeli taifa teule ni taifa teule lipi? Na maana nimekuambia sishangai sana kwa hiki ambacho huyu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameweza kukiongea, kwa sababu ni mambo ambayo siku zote Wayahudi huwa hawakubaliani, kwa sababu kuna dini ambazo zinatokana na baba Ibrahim, baba wa imani. Ni dini 3 zinajulikana kama Abrahamic religion, ambayo kuna Uyahudi, kuna Ukristo na kuna Uislamu. Uislamu unamkubali Yesu kama nabii na kama mtume, lakini Wayahudi wao Yesu hawamkubali kwa sababu kwao Yesu hayupo. Kwa hiyo ndio maana sasa nifafanushe jambo kidogo hapa kwa wale ambao sisi tunaliombea taifa la Israeli na kuwa ni taifa teule, taifa la Mungu. Naomba hapa unielewe vizuri. Ikiwa wewe ni mwanatheolojia mzuri uliyeshiba, ili utalikataa. Lakini kama wewe ni mtu ambaye unafuatilia mambo, kwa sababu sasa theology, kumbuke, inakuja na watu wanakuambia kuwa bwana, hapa hiki kiko hivi, hiki kiko hivi. Lakini kama wewe ni, ndio maana nimesema kama wewe ni mwanatheolojia mzuri utakataa hiki ninachokiongea. Lakini kama wewe ni mfuatiliaji wa mambo na kuweza kuchimbua mwenyewe, utakubaliana na hiki ninachotaka kukiongea. Nataka unielewe vizuri. Taifa teule haimaanishi ardhi, hapana. Na kwa sasa taifa teule ni taifa gani ambalo ndio linajulikana kama taifa teule? Sikia watu tuombee taifa teule Israeli, taifa teule tuliombee, lakini kaangalia taifa teule mambo wanayoyafanya. Na kuna wengine, ndio maana nikasema wale wana theolojia huwa wanabisha na kusema kuwa hapana, wewe unaongea hivyo na hicho unachokiongea ni lazima hawa Wayahudi wawe hivyo.
na maana ndio Wayahudi wenyewe. Okay, mimi sikatai, lakini ukweli unaona mpaka zile sherehe au kilele cha sherehe za ushoga duniani huwa kinafanyikia Tel Aviv, Israeli, ambako ndio taifa teule la Mungu. Sasa swali unajiuliza, ili taifa teule la Mungu linawezaje kuruhusu mambo kama haya yakaanza kufanyikia pale? Ndio leo hii tunaona waziri mkuu wa Israeli, ili taifa teule la Mungu, leo anasema kuwa kauli yake anasema kuwa Yesu hakuwa na faida yoyote hata juu ya Genghis Khan. Maana Genghis Khan alikuwa yeye ni mtawala wa Mongolia, ndio aliunganisha hizi jamii zote. Nafikiri watu wanaofuatilia historia wataweza kujua manake ni nini ameongea hivyo. Sijui ni baada ya kuwa Irani walipiga makombora yaliyotua Israeli, ndio sasa kwenye hotuba yake hii amekuja kuiongelea kuwa sasa sijajua makombora ya Irani yanahusianaje na Yesu Kristo, yani vina uhusiano gani? Sijaelewa. Nafikiri unaelewa hivyo, lakini nataka ni kusomea andiko moja hapa ambalo Yesu Kristo aliliongea kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 43. Alisema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Sasa ili taifa teule, baada ya hapa tunatafuta ili taifa teule. Ni taifa teule ni nani huyu? Ili taifa teule, je, ni ardhi? Kwa sababu ni Mashariki ya Kati, pale ambapo ndio inaaminika kuwa katika historia Yesu Kristo ametembea pale miaka 2000 iliyopita, akakanyaga ile ardhi pale na akalelewa pale, ndio maana imekuwa ni hilo. Na kwa sasa taifa teule sio eneo, it's not about location. Hapana, taifa teule ni nani? Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza 2:9 inasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Leo mimi ukiniambia kuhusiana na taifa teule, ni huyu mimi ambaye nimemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ndio maana unaona hapa anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Maana kwa leo hii ukiongelea taifa takatifu linaonekana ni Israeli iliyoko pale Mashariki ya Kati, hii akina Benjamin Netanyahu. Mimi sikatai, inawezekana ni ukweli, lakini sasa tunachokiongelea kwa mujibu wa maandiko, kwa sababu kumbuka Yesu Kristo alisema, kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, ambao ndio walifaa kuwa taifa teule na taifa takatifu. Sasa nikiingia kwa undani zaidi, wanatheolojia wataanza kunibishia lakini kwa undani zaidi, lile taifa lililokuwepo wakati wa Yesu halipo leo, haliexisti leo. Okay, tunaambiwa kuwa hawa ndio wamerudi. Ndio maana hawa, unaona bana, kuna tofauti kati ya Uzayuni, Uyahudi na Israeli. Haya ni mambo matatu tofauti, kwa sababu katika historia, kumbuka Israeli ni nani? Israeli inatokana na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yakobo kwenye kitabu cha Mwanzo, ambapo Yakobo huyu malaika alimtembelea na akamng'ang'ania, akasema hauondoki hapa mpaka leo unibariki, usiponibariki leo sikuachilii. Kwa hiyo huyu malaika akamuuliza, wewe ni nani, jina lako? Akamwambia, mimi naitwa Yakobo. Okay, kuanzia leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Basi baada ya hapo Israeli huyu sasa naye akazaa watoto 12, na wale watoto kila mtoto mmoja ndio yakawa makabila ya Israeli, ndio ilianzia hapo. Kwa hiyo sasa ikaendelea na baadaye sasa kuja huku nini. Lakini tunajua ili taifa la Israeli tunaloliongelea leo lilianzishwa kwa maksudi kabisa ya kisiasa. Nafikiri unanielewa, lilianzishwa na Uingereza pamoja na Marekani kwa maksudi kabisa ya kisiasa. Ni nini kilichokuwa kinatafutwa? Ni Marekani alikuwa anatafuta kuwa awe pale Mashariki ya Kati kupitia taifa hili ambalo ni taifa la Israeli la sasa lililoko, na kuifanya hii Israeli iwe second super power hapo Mashariki ya Kati. Kwa ni taifa limeanzishwa rasmi tarehe 14 mwezi wa 5 1948. Sasa kuliita taifa teule, ni lipi ambalo sio teule na ni lipi ambalo sio takatifu? Ndio maana nakuambia bana, lile lilikuwa ni taifa la ahadi za kimungu.
na hili ni taifa ambalo limeanzishwa makusudi kisiasa. Na maana nikakwambia, wanatheolojia itakuwa ni ngumu kunielewa, lakini wanahistoria tunaofuatilia pamoja na theolojia ndio unaweza ukanielewa. Kwa hiyo sasa hivi taifa teule ni wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maana hapa Petro anatuambia ninyi ni ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Kwa si kuhusiana na location kuwa pale location iliyopo Israeli sasa hivi ndio taifa teule. Hatushangai ili taifa leo hii ikianza kusema kuwa Yesu hakuwa na faida yoyote hata juu ya Genghis Khan, anayeongea maneno haya ni waziri mkuu wa Israeli. Hatushangai. Ninakumbuka 2024 kupitia huyu waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa anataka kuweka sheria ya kuhusiana na watu wanaohubiri kuhusiana na Yesu Kristo wapigwe marufuku katika taifa la Israeli. Na by the way, nikimalizia hivi, unajua ni rahisi sana kuhubiri injili ya Yesu Kristo Irani kuliko kuhubiri Israeli. Na hivyo unajua kuwa huyu kiongozi wa Iran aliyeuawa Ayatollah Said al-Khamenei, hivi una habari kuwa alikuwa anaongea anasema mtu asiyemtambua Yesu, huyo mtu ni mjinga wa kiwango cha juu, lakini Yesu lazima atambuliwe na wale wenye imani yao ya kumwabudu lazima wamwabudu huyo Yesu wao. Lakini leo anakuja waziri mkuu wa Israeli ambaye anasema kuwa Yesu hakuwa na faida yoyote. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukaelewa ni nini ninachojaribu kumaanisha. Uzao mteule, uzao mtakatifu, taifa teule kwa sasa ni wewe uliyemwamini Yesu Kristo, kwa sababu haki hii iliondolewa kwao kwa sababu walishindwa kumwamini Masihi, na wao bado wanaendelea kuamini kuwa Masihi atakuja. Kwa hiyo wewe ndio mzao mteule kwa sasa, sio? Nafikiri unaelewa nikisema hivi. Mungu awabariki sana ndugu zanguni. Nitaka tu nilifafanusha hilo na kufafanusha kauli ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliyesema Yesu hana mchango wowote hata juu ya Genghis Khan. Asanteni.